wa ibada mbele za Bwana. Weka maandalizi ya moyo wa ibada mbele za Bwana. Msamehe Roho Mtakatifu. Inawezekana kuna maovu niliyoyabeba ndani ya moyo wangu. Roho Mtakatifu nayaweka mikononi mwako, ili msaada wako pekee uweze kuwa juu yangu. Nguvu zako ziweze kutembea juu yangu. Uwezo wako ukapate kutembea pamoja na mimi. Nguvu zako zikapate kusema pamoja na mimi. Uwezo wako ukapate kujaa katika nyumba hii. Roho Mtakatifu, tunafunga kila aina ya mashambulizi ya kichawi yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuzuia ibada hii. Bali wewe ukapate kutawala, bali wewe ukapate kutusaidia, bali wewe ukawe msaada kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Pigie Yesu makofi makubwa sana. Ongeza makofi makubwa sana mbele za Bwana. Ongeza tena makofi makubwa tena mbele za Bwana. Funika macho yako niombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya kutupa neema ya kuweza kuwepo leo katika nyumba yako. Roho wako Mtakatifu akapate kutawala. Nguvu zako zikapate kuonekana. Uwezo wako wa ajabu, ishara zako za maajabu, mafundisho ambayo Roho Mtakatifu umeyakusudia mwanao leo hayasikie. Roho Mtakatifu yafike vile vile sawasawa na Bwana ulivyokusudia. Ninamleta mbele zako mtu huyu. Ni muda wa kusikiliza maneno yako matakatifu ambayo Roho Mtakatifu umeyakusudia kabisa ili mwanao ayasikie. Ninambariki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hatotoka kama alivyokuja, bali nguvu zako zikapate kuonekana juu yake katika jina la Yesu. Na kila aliye na pumzi aseme amen. Tuwapigie makofi makubwa wana wa Asafu. Mungu awabariki sana. Wana wa Asafu, Mungu awabariki sana 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 sana. Naomba sasa uchukue nafasi yako pahali pazuri sana ukae. Mungu ametupendelea sana. Mungu ametupendelea sana. Mungu ametupendelea sana kutufanikisha tena kuweza kuwepo leo katika nyumba ya Mungu. Waimbaji, Mungu awabariki sana, wamefanya kazi nzuri. Tumetupa neema. Semina yetu hii ni kwa ajili ya kufungua waliofungwa. Hebu sema amen. Semina yetu hii ni kwa ajili ya kufungua waliofungwa, waliopandiwa ndoto mbaya, waliopandiwa magonjwa, waliopandiwa roho za aina yoyote ndani yao. Mungu ametupa neema ya semina hii. Ni semina ya ajabu sana ambayo Mungu anataka msaidie mtu hapa. Amen. Kama ambavyo nilianza jana nikakwambia, ukitaka Mungu akuhudumie, andaa moyo wako wa ibada. Amen. Andaa moyo wako wa ibada. Usije ukawa huna maandalizi ya kwamba Roho Mtakatifu naomba unakuja ibadani huna maandalizi ya kwamba naenda kwa ajili ya Mungu anisaidie. Uwe na matumaini ya kwamba baada ya ibada hii Mungu atakusaidia. Amen. Kila ibada inapoisha Mungu huwa anafungua watu wake. Tutaendelea kung'oa mapando ya ndoto chafu. Jana nikaanza kwa kusema ndoto ni mpango wa Mungu. Hebu sema ndoto ni mpango wa Mungu. Nisikilize sasa kwa umakini sana. Tunaposema ndoto ni mpango wa Mungu, nikaanza kwa kuelezea kwamba Mungu huwa anazungumza sana 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 kwa kutumia ndoto. Mungu huwa anazungumza sana 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 kwa kutumia ndoto. Mara nyingi sana. Ila kwa namna ambavyo watu wengi tumezoea, kuna kiwango ambacho Mungu anaweza kusema na wewe usijue kwamba Mungu amesema na wewe. Na Mungu akikupenda, kuna njia ambazo huwa anakuwa anazitumia. Nikaanza jana kufunulia kitabu kimoja cha Mathayo sura ya 13 na mstari wa 25. Tukaanza kwa kumwangalia mtu mmoja kwenye Biblia. Yesu akawa anamtolea mfano. Na mfano wake ulikuwa ni kwamba anazungumza, Yesu anasema Yesu anazungumza, anawaambia Bwana, naomba tufungue kwa pamoja mahali hapo. Anazungumza kwa habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa analima shamba lake, na baadhi ya watu wakaja kupanda magugu pamoja na ngano. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 na mstari wa 25.
tulianzia hapo sura ya 25. Lakini watu walipolala. Hebu sema watu walipolala. Hebu rudia tena, hebu sema watu walipolala. Tunaanza kuona anaanza kuzungumza, anamwambia mtu alikuwa na shamba lake. Shamba huwa linalimwa usiku, shamba huwa linalimwa mchana. Baadaye akaja akasema, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu na ngano katika ngano na akaenda zake. Baadaye majani ya ngano pamoja na magugu yakakua. Watu wakamuuliza, bwana kiongozi, tunaomba twende tukatoe yale magugu na ngano yaliyojichanganya. Akawaambia, hapana, muda huu sio wa kuyatoa hayo magugu na ngano. Yaacheni magugu na ngano yakuwe kwa pamoja. Alikuwa na maana kubwa sana, kwa sababu anaweza kwenda kung'oa kwenye muda ambao sio sahihi. Hebu sema amen. Anaweza kwenda kung'oa kwenye muda ambao sio sahihi. Na muda ambao sio sahihi ina maana angeenda kung'oa, angeng'oa magugu pamoja na ngano zote zilizopo ndani yake. Ina maana jambo la kwanza angepata hasara. Hebu sema hasara. Nikaanza kwa kufundisha wale ambao mna watoto kama pasta wetu wa Mosi. Sijui tuna watoto wengi sana. Una watoto wa kimwili. Mtoto akiwa anakuwa, kuna muda kama alikuwa anaanza kutambaa. Mtoto wako akiwa anaanza kutambaa, akaumwa ugonjwa mpaka akalazwa, huwa na kawaida anarudi nyuma. Amen. Watu wanakuambia, bwana sasa hizi angekuwa, yaani wakipatikana watoto wawili, kamoja hakajaumwa, wako wote kwenye stage ya kutambaa, wanaanza kunyanyua viti, kufanya hivi. Ikitokea kamoja kakaumwa, ujue kuna namna ambavyo katatofika. Huyu mwingine ambaye yuko salama utamwona amekaa na anakaa stable, na utashangaa anaweza, kuna baadhi ya vitu anamzidi mwenzake ambaye alikuwa anafanya nini, anaumwa. Wengi utakuta mtu anakuambia mtoto amepata hitilafu kidogo, amerudi nyuma. Hii ndio maana huyu mtu akasema, bwana, haya mapando pamoja na hizi ngano tukizing'oa sasa hivi tutasababisha hasara. Kuna baadhi ya mapando huwa yanapandwa ndani ya mtu. Unaweza kuwa hapa na ugonjwa ulionao au shida ulionayo, sio kwamba Mungu hakukuonyesha kinachoendelea. Ndio maana nikakwambia ndoto ni mpango wa Mungu. Kuna watu unaweza kuwa umelala usiku. Nianze kukutolea mfano huu. Unaweza kuwa umelala usiku, unaona nyoka anakuja kwa ajili ya kukuuma, na yule nyoka anakuja kwa kasi, anafika mahali anakuuma, alafu akisha kuuma unaamka. Kiuhalisia si kwamba yule nyoka aliyekuwa anakuja kukuuma alikuwa ni nyoka kweli. Kwenye ulimwengu wa roho, mtu anapolala ndio muda ambao adui anautumia. Tulianza kuona kwenye kitabu cha Luka sura 21. Yesu anatuambia kuna wana wa mchana na kuna wana wa usiku. Hebu sema amen. Kuna wana wa mchana na wana wa usiku. Anaweza ukawa huko hapa unalogwa na katoto tu, mziki wote uwe hivyo ulivyo, kukosa hela, kukimbizwa na mwenye nyumba, asubuhi na mko umeanza kukimbizwa tu. Unakuwa kama Daudi, mbona unakimbia kwenye pango hili? Kuna muda magonjwa, kuna muda tabia, kuna muda mume wako haeleweki, wachumba wanakuja wamepindia kushoto, hawaeleweki. Kimuuliza 1+1, kuna nani haelewi. Ukimwambia unakaa kwa wazazi, anakuambia mimi nakaa kwa wazazi, asitahama kwa baba na mama, anasubiria wafe nilisi. Hebu sema amen. Kumbe kanakosababisha hiyo michezo kanaweza sisemi ni France, ila France akiwa mchawi, hata kama una degree, hujui namna ya kupambana naye kiroho, atakupeleka mahali ambapo hujawahi kupeleka. Sijui tunaelewana? Katoto kadogo. Siku moja Furaha alikuwa anatoka kanisani, anatoka na nena baba. Akakakuta katoto kadogo njiani, akakafanyia hivi toto. Nyie mnaochezea mashavu ya watoto wakiwa wanene, siku moja uje ukutane na chenyewe. Akakakuta katoto kadogo kana mashavu manene.
Alipofika akakashika mashamba akaanza abuju buju buju. Wewe endelea na abuju buju. Akakashika abuju buju kabonge. Abuju buju buju. Kakamwangalia kakafula bonge sasa akifula ndio unatamani tena shavu la pili. Akakashika tena shavu lingine. Kaambia abuju buju buju. Kakakasirika. Kakamwambia utaona. Akasema nitakupiga wewe dogo. Nitakupiga. Akaanza kama kakimbia akasema tutaona. Usiku akaja akalala, kakamfuata. Kakamwambia unanikumbuka? Akasema sasa nimekaona kama kumbe nikachawi. Ngoja ninyanyue mkono nikapige. Kila akinyanyua mkono haunyanyuki. Wana wa giza. Kuna mtu kwa hapa mchawi anayekuloga hana hata nguvu za kimwili. Ukimsukuma hivi anaondoka. Haoni vizuri. Hajui Kiingereza, afadhali hata wewe. Hajawahi kupanda hata mwendo kasi. Kwani watu walio Dar es Salaam unakuta anapelekeshwa na katoto kadogo mpaka hujawahi kuona. Na yuko kwenye jiji. Ina maana Yesu akatambia kuna wana wa mchana na kuna wana wa usiku. Ukicheza mechi hujui usiku vizuri utaangukia pua. Na ndio maana Yesu alikuwa anafungua, baada ya kufungua usiku anaenda kukesha. Yaani kukesha kwake anamtafuta Mungu, anajua Bwana wakati huu ni wakati ambao adui anaweza akaja akapanda mapanda. Watu wakimuona asubuhi Yesu wanamwambia Yesu anatusaidia, anatuponya. Pendeni Yesu akatuponye. Pendeni Yesu yuko kule, msaada huko upatikanao tele. Ila kumbe yule mwenye msaada unaopatikana tele anaelewa kanuni. Mchana ni muda wa kujimwambafai. Vaa sare unavyoweza kuvaa sare, uwe na uhakika unaweza na vita za usiku. Hebu sema amen. Uwe una uwezo kwamba mimi naweza vita vya usiku. Ukiona uviwezi, na ndio maana Mungu ana kanuni moja. Angalia, mimi siku moja baba yangu aliniambia wa kiroho. Aliniambia, "Hivi unajua kwa nini nawekeza nguvu sana kwako?" Sasa mimi sema si upendo wa Bwana au nini? Upendo wa Bwana. Akaniambia, "No, si upendo wa Bwana tu peke yake. Kwako wewe ninawekeza vitu vingi ili baadaye nitakapokuwa sina nguvu wewe utasimama. Ili unilee, si tunaelewana? Ili unilee, ili unisemee mahali ambapo umefika ambao mimi sijafika." Nikawa najiuliza kwa nini? Akanitolea andiko moja, kwa nini Mungu Yesu wakati anakuja hapa duniani alikuwa na uwezo wa kushuka bila kupatana bila kwanza Maria patikane au Yusufu patikane. Alichoamua kwanza akamtafuta kwanza Mariamu. Lengo na mazungumzo anayekuja hapa ni Yesu. Akatafuta kwanza Mariamu. Alipotafuta Mariamu, baadaye Mungu alikuwa na uwezo wa kumpa mimba. Mungu akaona hapana, mpaka kwanza apatikane na Yusufu. Alipopatikana na Yusufu, mbingu zikakubali. Zikasema tayari tumeshampata Yusufu pamoja na Mariamu. Yusufu na Mariamu kwa nini? Yusufu na Mariamu watatumika kumbeba Yesu muda ambao Yesu hana uwezo wa kujitetea. Ina maana kuna muda Mungu anaruhusu matatizo ya kupata, anakuleta mahali hapa. Lengo na madhumuni, kuna mahali nikuvushe ili uende mahali ambapo anataka, na ikifika saa yako hakuna wa kukuzuia. Hebu sema amen. Ikifika saa yako hakuna anayeweza kukuzuia. Ndio kanuni ya Mungu. Akaamua, alipomwona Yusufu amepatikana, alipomwona akamwona Mariamu amepatikana, akasema sasa ni muda wa Yesu Kristo kushushwa ndani ya tumbo la Mariamu. Na baadaye Yusufu akamchukua Yesu amkimbize Misri. Ina maana kuna majira tunatafuta sana, na ndio maana Mungu amekuleta hapa. Alipokuleta hapa alikuwa na mpango kabisa ya kwamba kuna majira unahitaji kufichwa, na ukishafichwa kuna majira utakuja uibuke. Kuna majira Mungu atachukua tena. Kuna majira Mungu atakuinua